Ni kutaka kuonyesha kwamba anachokiandika kimecarry the message ya kwamba jambo ambalo Mungu alikuwa nalo from beginning ni kwamba atahitaji kujifunua kwa watu, lakini hatajifunua kwa watu kwa namna ambavyo tuna miungu inajifunua kwa watu. Atajifunua kwa watu kutoka katika nyumba yake, na huko kujifunua kutoka kwa nyumba yake kutaathiri mataifa, kutaathiri wapagani, watu wasiomjua. Na tukasema Mungu ndo mto wenyewe ambao unatoka kutoka mahali pake patakatifu ukiwa na utukufu mwingi kwa ajili ya kuleta hayo matokeo. Hapo tumeelewa. Tumeshajua bustani ya Edeni ni nyumba ya Mungu, hema ya Mungu, maskani ya Mungu. Tumeona mito ambayo nimewapa tafsiri ya jina la mto mmoja, mito tawapa tafsiri ya mito mingine. Lakini nikuonyesha kwamba Mungu anajifunua, anatoka nyumbani mwake as a warrior, mtu mwenye nguvu nyingi kwa ajili ya kwenda ku take over the nations. No maana the same Adam ambaye anact as a priest ndani ya bustani, ndiye anact as a warrior toward the nations. But from there, Adam anapokea wajibu wa be the king who is the priest who is the king. Why? Because anatakiwa ku minister in the presence of God as kama tulivyosoma kama a priest, lakini that priesthood inamempower kama nyumba ya Mungu ana take over the nations. Kwa nini? Yeye ndo sanamu ya Mungu. Haya, tuangalie manabii wengine walifasiri vipi kitu ambacho tumekisema hapa. Walimturumie ni saa 3 hilo la 4 la 5. Tuna kitabu cha Zaburi, tuangalie huo mto. Zaburi sura 45. No, tuanze na 30 na mbili, Zaburi 32. Sasa okay, kwanza niangalie Daudi mfalme ni mwanafunzi wa Musa, si ndio? Maana yupo anasoma Torati ya Musa, si ndio? Na kwa njia vitabu vitano ndivyo ambavyo anatumia kuwaamua Israeli. Kwani wakati wa Daudi kuwepo kitabu cha Isaya, cha Yeremia? No. Kwa maana Biblia ambayo Daudi alikuwa anatumia kwa wakati wake ni vitabu vitano vya Musa, right? Na manabii ambao walikuwa kwa kipindi chake. Lakini the copy ambayo alikuwa nayo iliyokuwa imeandikwa ni nini? Torati ya Musa. Hilo ndio neno la Bwana ambalo analo Daudi. Tuko pia mpaka. So maana tunaposoma nyimbo zake, maana anaimba kama ufunuo anaouona katika vitabu vitano vya Musa. Tuko pia mpaka. So maana Daudi abudu ufunuo mpya, baadaye ana explain kile ambacho Musa amekiandika. Tuko sawa mpaka? Tuko sawa? Okay. Thelathini na tatu.
Zaburi 36 tumepatana kwamba Daudi ana ifasiri Torati ya Musa, si ndio? Amokata ya kile ambacho kipo kwenye Torati ya Musa ya kitabu cha Mwanzo ambacho kinaelezea Edeni na mito. Okay? Mstari wa 8. Naanzia mstari wa 7. Anasema hivi: E Mungu, jinsi zilivyo na thamani fadhili zako, wanadamu ukimbilia uvuli wa mawa zako. Wanadamu ukimbilia uvuli wa mawa zako. Mstari wa 8. Watashibishwa kwa unono wa nyumba yako. Nyumba ambayo Daudi anasemea ni nyumba ipi? Okay, tutaigundua subiri basi. Nawe utawanywesha mto wa furaha zako. Mto wa furaha zako. Nyumba gani ambayo inatoa mito kulingana na kitabu cha Mwanzo? Na nyumba ya Mungu ambayo ni nini? Hatufa msogelee sauti. Unachukua kitu sogelee hivi. Wanimke jisilali. Omsha furu kwa sogelee. Sogelee. Garo, karibu. Karibu. Wewe usiweze kama Halo. Tunaelewana? Mnaelewa? Okay. So manake watashibishwa kwa unono unaoletwa na nyumba yako. Nawe utawanywesha mto wa furaha zako. Wapi ambapo tumeona kuna uhusiano wa nyumba na mto? Mstari ambapo kati ile mito ambayo tumeisemea, so manake ni mtu ambao unasababisha furaha. Na ya furaha tunaiona naelezea kwenye mstari wa 7. Tunaona naelezea kwenye mstari wa 9 ya kwamba maana kwako wewe iko chemichemi ya uzima. Katika nuru yako tutaona nuru. So manake furaha manake ni furaha ya uzima. Furaha manake ni furaha ambayo ni nuru. Alright? So manake ni kwamba huo mto utawasababisha watu kufurahi. Unafikiri furaha ambao watu wanakuwa nao ni furaha na gani? Ni kwa sababu ya kitu gani ambacho Mungu amefanya? Wokovu. So manake ni mtu ambao unatoka kuwaletea watu wokovu ambao unawasababisha wakaliwe na furaha. Bila shaka jana tumejifunza yote kwa habari ya furaha, si ndivyo? So manake anaelezea nyumba ya Mungu ambayo ndani yake unatoka mto, na huo mto unazalisha furaha. Unazalisha furaha. Wewe sura 45.
Zaburi 46. Sura 45, 46. Ule mstari wa 3 anasema hivi: maji yake yajapofumwa na kuinuka, ijapopeperushwa milima kwa kivuli chake, kuna mto, vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu kwa maskani zake aliye juu. Ikiwa hawa wana wa Kora wenye zaburi ya namna hii wanasema kuna mto ambao vijito vyake, mto ambao umegawanyika kwa vijito, vinaufurahisha mji wa Mungu, patakatifu kwa maskani yake aliye juu, anazungumzia kutokea wapi? Bustani ile. Halo. Kwa bado hapo umeitwa ni mtu ambao unaifurahisha nyumba ya Mungu. Halo. Tuko pamoja mpaka hapo. Maskani kwa matakatifu zake aliye juu. Halo. Tuko pamoja mpaka hapo. Okay. Kwenye kitabu cha Yoeli. Kitabu cha Yoeli sura ya 3. Kitabu cha Yoeli. Aha. Kwanza before Yoeli nitumie kama conclusion, si ndio? Si ndio? Yoeli katumia kama conclusion. Kwenye kitabu cha kwanza Ezekiel. Sura ya ngapi? 47. Kwenye Ezekiel sura ya 47. Bado tunaangalia mtu ambao unatoka nyumba ya Mungu. Hapo umetomea ni mtu ambao unaleta furaha. Unaifurahisha nyumba ya Mungu na maskani yake aliye juu. 47. Sura ya kwanza. Hapa anaelezea kwa habari hekalu. Hekalu jipya ambalo linajengwa, ambalo maelezo ya hekalu yameanza kutolewa kuanzia mstari wa kuanzia sura ya 40. Okay? Kwa hiyo sura ya 40 anaelezea ujenzi wa hekalu jipya, ambalo 47 anakuja kuonesha kwenye hilo hekalu ambalo likisha kamilika nini ambacho kitaendelea kufanyika. Sura ya 41 mstari wa 7 anasema baadaye akanileta tena mpaka lango la nyumba. Hiyo nyumba inayoitwa nyumba gani? Nyumba ya Mungu ambayo imejengwa upya. Alright? Usisahau katika muktadha, nisikize vizuri. Unaposoma kitabu cha Ezekiel kuanzia sura ya kwanza mpaka sura 27 kama sijakosea, ni mahali ambapo nasoma ambapo nyumba ya Yerusalemu ilikuwa bado haijaharibiwa. Haijaharibiwa. Lakini unapofika ndio sura 30 hivi kama sijakosea, inaonesha nyumba inaharibiwa. Kwa hawana hekalu. Then from there Ezekiel anaeleza kwamba Bwana atajenga hekalu jipya, ambalo aina hekalu ambayo Ezekiel anaelezea si hekalu ambalo lilikuja kuboreshwa na Zerubabeli. Maana vipimo ambavyo Ezekiel anasema ni vipya kabisa ambavyo havitumika kwenye hekalu la Daudi na Solomon. Kwa maana yake ni hekalu jipya kabisa. Ndio, na ilikuwa ni rahisi wao kuelewa kwa sababu wako kwenye mazingira ambayo hekalu limebomolewa, na hekalu ambalo Zerubabeli lijenga ni hekalu ambalo ni maboresho ya hekalu la Solomon. Lakini ukisoma aina hii hekalu ambalo limejengwa ni tofauti kabisa na ile ambalo hekalu Solomon alikuwa amelijenga. Kwa ni kama kusoma ni hekalu jipya. Au together ni hekalu jipya.
ambayo anasema baada ya kaleta tena mpaka lango la nyuma, manake ni lango katika hekalu hivi, anasema natazama maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba kwa njia ya mashariki. Kwa njia ya mashariki. Bwana alijenga bustani ya Edeni upande wa mashariki. Maana upande wa mbele wa nyumba ulielekea upande wa mashariki. Nayo maji yakashuka toka chini ya upande wa kuume wa nyumba, upande wa kusini mwa madhabahu. Kwa maana yake anaelezea maji yanatoka kwenye nyumba ya Mungu kwa njia ya mlango wa mashariki. Sikiliza vizuri. Kwenye hekalu ile ambayo linajengwa wakati huo, mlango wa mashariki kwenye ile hekalu, ukisoma hivi katika hekalu la Salemu, ulikuwa unatumika na watu wawili tu. Aidha mfalme, pasipo kama si mfalme, lango lilikuwa linafungwa. Na kwa nini mfalme alikuwa anaruhusiwa kutumia lango la mashariki? Kwa sababu alikuwa anamwakilisha Mungu. Kwa kama ukisema lango la mashariki, walikuwa wanaamini ndiko mahali ambapo Mungu anaingilia. Unaposoma kwa sura ya kwanza mpaka sura ya 11, Ezekiel anaonyesha kwamba even utukufu wa Mungu ulipokuwa unaliacha ile hekalu, ulitokea mlango wa mashariki. Kwa maana kwao walikuwa wanaona mlango wa mashariki ni mahali ambako Mungu anaingilia hekaluni. So maana yake haditakiwi kutumika isipokuwa mfalme ambaye ni mwakilishi wa Mungu. Then hapa naona hayo maji yanatokea upande huo wa mashariki. Upande huo wa mashariki. Then yanatokea hapa, yanaelekea wapi? Na ana effect ipi? Anaeleza tena hayo maji yanaendelea ku increase. Yanaendelea kuongezeka wingi wa maji. Anaonyesha vipimo kadhaa. Okay, kwa mfano kienda kwa kiraba nile kusoma mstari wa pili anasema, ndipo akanileta nje kwa njia ya lango la upande wa kaskazini, akanizungusha kwa njia nje mpaka lango la nje, kwa njia yake iliyoelekea mashariki. Na tazama maji yalitoka upande wa kuume. Na alipotoka mtu yule ambaye huyo mtu ni malaika, maana ni malaika ambaye anamuonesha maono, mwenye uwezo wa kupimia mkononi mwake, kwenda mashariki, akapima dhiara 1000, maana 1000, akanivusha maji yale yakanifika mpaka kiwiko cha miguu. Zungumzia hapa. Okay? Then angalia vizuri. Maji ambayo ili ujue kwamba anazunguka hapa ni lugha ya picha. Maji ambayo ni dhiara 1000 haiwezi kukufika hapa. Yeye anasema ikamfika hapa. Then anasema kisha akapima dhiara 1000, akanivusha maji yale. Maji yakafika mpaka magotini. How? Ya kwamba dhiara 1000 ifike hapa. Hapa dhiara 1000 ifike hapa. Ina make sense? Hai make sense? Baadaye anasema kisha akapima dhiara 1000, akanivusha maji yale yakafika mpaka viuno. Anazungumzia hapa. Kisha akapima dhiara 1000, yakawa mto nisiweza kuuvuka, maana maji yamezidi, maji ya kuogelea, mto sio vukika. Akaniambia, mwanadamu, je, umeona haya? Kumbuka ni katika nyumba ya Mungu, mto unatokea upande wa mashariki. Then huo mto unatembea kunaongezeka ujazo wake. How together? Then anasema huo mto ambao umetokea katika upande wa mashariki, ule mstari wa 6 anasema, akaniambia, mwanadamu, je, unaona haya? Kisha akanichukua akanibisha mpaka ukingo wa mto, maana pembezoni mwa mto. Basi nikiisha kurudi, tazama, kando ukingo wa mto kulikuwa miti mingi sana, upande huu na upande huu. Tumeona wapi kuna miti? Bustani ya Edeni. Haya. Anasema, ndipo akaniambia, maji haya yanatoka kwenda pande za nchi ya mashariki. Manake yanatokea kwenye nyumba ya Mungu, yanaenda kwenye nchi zinginezo, na anapokuwa anaenda anaongezeka. Anasema ndimo maji haya yanatoka kwenda upande wa nchi za mashariki, nayo yanashuka mpaka Araba na kuingia katika bahari. Maji yatokezwayo yataingia baharini, na maji yale yataponyeka. Kwa maana yake ni mto ambao umebeba uponyaji. Hello? Ni mto ambao umebeba
kitakapofika mito hiyo, sio tena sio mto, mito hiyo kitaishi. Manake ni mto ambao unatoa uponyaji, ni mto ambao unatoa uhai, uzima. Na mtaniambia ni aina gani ya maji ambayo yana nguvu hiyo? Baadaye anasema hivi, naenda mstari wa 9, kutakuwa wingi mkubwa wa samaki kwa sababu maji yake yamefika huko. Manake ni mto ambao una produce increase, overflow, kama jina la mto Pishoni kwenye bustani ya Eden. Hapa baadaye anasema kwa sababu majani yamefika huko, maana majani yataponyeka na kila kitu kitaishi popote utakapofika mto huo. Mstari wa 10, tena itakuwa wavuvi watasimama karibu nao toka Engeji mpaka Engedi-Lehi. Patakuwa na mahali pa kutandia nyavu. Bwana Yesu anawaambia mitume, njoni niwafanye kuwa wavuvi wa watu. Tuendelee taratibu, mstari ngapi hapo? Okay. Patakuwa na mahali pa kutandazia nyavu. Samaki wao watakuwa wa namna zao mbalimbali, kama samaki wa bahari kubwa wengi sana. Basi mahali penye matope na maziwa yake yataponywa, yataachwa yawe na chumvi. Ndio hapo sisema vizuri. Soma bali mahali penye matope na maziwa yake hayataponywa, yataachwa yawe na chumvi. 12, na karibu na mto na juu ukingo wake upande huu na upande huu utamea kila mti wa chakula, ambao majani yake hayatanyauka wala matunda yake hayatatindika kamwe. Utatoa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu maji yake yanatoka mahali patakatifu. Na matunda yake yatakuwa ni chakula na majani yake yatakuwa ni dawa. Anazungumzia mtu wa uzima. So manake hapa Ezekieli namna yake ya kuelezea Eden. Anasema huo mto unakuwa na nguvu ya kuponya. Huo mto unakuwa na nguvu ya kutoa maisha. Huo mto unakuwa na nguvu ya kuongeza. So manake huo mto ambao Ezekieli anaueleza wenye uwezo kufanya hivi, hayo sio maji. Manake huo mto unatoka mashariki, mlango ambao Mungu anaingia na kutoka hekaluni. So manake Mungu ndo mto huo ambao unazungumzwa, ya kwamba unatoka kwenye hekalu lake, then unaenda katika mataifa. Kila mahali unakopita watu wanaupokea huo mto, na wanaupokea wanaponywa, wanaishi. Nini ambacho Ezekiel anakiona hapo? Kinachoonekana na Ezekiel, bado nabii mwingine Zakaria, ambaye ni nabii kuhani kama Ezekiel, anazungumza the same thing. Zakaria sura 13. Tunajifunza mtembeo wa roho. Zakaria sura 13. Tutahurumia kidogo tena na conclude kitabu cha Yoeli. Sijali, yani tunakaribia mwisho. Kuna mhudumu mwingine hapo, ndio ninamuona. Tuko ile prepared. Twende. Nimesema kitabu gani? Zakaria. Nibeni sura, nimeshasahau. Zakaria sura 13. Zakaria sura 13. Angalia mstari wa kwanza. Angalia kwenye sasa, wakati tunaanza kuhusianisha na kuwa nadokeza funakia kwa kuingiana. Baadaye tutaje kuunganisha. Nianzie sura 12 mstari wa 9, anasema hivi, 12:9. Hata itakuwa siku ya kwamba tafuta kuangamiza mataifa yote atakayokuja kupigana na Yerusalemu, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Iache hiyo tu mtaikuta. Twende sura 13 mstari wa kwanza.
Katika siku hiyo watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji Yerusalemu watafunguliwa chemichemi kwa dhambi na kwa unajisi. Maanake wanafumuliwa chemichemi ambayo inawasafisha kutoka kwenye dhambi na unajisi. So maanake ni maji yasafishayo, yanaondoa uchafu na unajisi. Chemichemi. Twende sura 14. Okay, hapo. Twende mstari wa 8. Anazungumza kutokea kwa Bwana. Okay? Anazungumza kutokea kwa Bwana juu ya mlima Sayuni, anatokea. Then kutokea huko kuna batana na jambo hili. Nisikize vizuri. Hebu nielewe vizuri. Kwenye bustani Edeni Bwana anatokea. Then ule mtu unagawanyika vichwa vinne. Ambaye ni Bwana huyo anafikia mataifa. Kwenye Ezekiel Bwana anatokea mlango wa mashariki. Unakuwa ni mto mkubwa ambao unaponya na kutoa uzima. Kwenye Zekaria Bwana anatokea kwa watu wake. Anakuwa ni chemchemi inayotakaza sura 13. So kunene anatokea, then effect yake inakuwaje? Anasema tena itakuwa siku ya kwamba maji yaliyo hai yatatoka katika Yerusalemu. Watu ni kwamba Yerusalemu ulikuwa ni mji ambao imejengwa nyumba ya Mungu. Kwa ni mji wa Mungu, au together, ambao ni sambamba na kusema ni nyumba ya Mungu. So anasema katika nyumba ya Mungu ambao wakatoa mito Yerusalemu utatoka mto wa maji yaliyo hai. Maana anatoa uhai. Hapo anasema hivi, ni vizuri. Okay. Tena itakuwa siku ya kwamba maji yaliyo hai yatatoka katika Yerusalemu. Nusu yake itakwenda upande wa bahari ya mashariki na nusu yake tena upande wa bahari ya kutumia lugha ya bahari ni kama kujumuisha kwamba ulimwengu mzima kwa ujumla. Kwa maana yake maji yaliyo hai yanatiririka katika mwelekeo katika hiyo. Tutimishe na kitabu cha Yoeli sasa. Yoeli sura ya 3. Yoeli sura ya 3. Kwanza kwenye nianze sura kwanza. Ametumia neno Eden, bustani ya Mungu, kuelezea kwamba Edeni Bwana anatafuta, angalieni hapo. Aone Edeni. Uone Edeni. Sasa mnasomaji kitabu cha Yoeli, uone kabisa Edeni. Nasoma yote. Nisache andike neno Eden hapo. Unaangalia kitabu cha Yoeli Eden. Sasa tena kuonyesha. Sio ndio hapa. Unaipokea usoni. Chap. Andika Eden. Na uleta reference leta moja kwenye kitabu cha Yoeli. Au andika hata bustani. Eden au bustani. Chap. Anasema hivi, moto unakula mbele yao na nyuma yao miali ya moto inateketeza. Hivyo nchi inafanana na bustani ya Edeni mbele yao na nyuma yao imekuwa jangwa tupu. Naam, hakuna aliyeokoka asipatikana. Kwa anaelezea uharibifu ambapo utakuwa
ni kwamba mahali ambapo palikuwa na ustawi ulio mkubwa kama Edeni ambao Musa ameelezea, panakuwa ni mahali pa ukiwa, mahali pa uharibifu. Elewa vizuri? Then anapoelezea kama mahali pa kwanza palikuwa ni Eden, mahali pa ustawi, si ndio? Baadaye